Lakini jingine la pili, ambapo gharama hizo ambazo tunazungumzia kuwa katika mfumo wetu huu ambao tunaendelea nao, kuwa sasa hivi ulipo popote wewe, kikubwa uwe na kitendea kazi chako tu, hata kama katika njia ya simu ambayo hiyo ndugu mtangazaji unayo, basi kama una mashauri, basi unaweza kufungua kwa njia ya kimtandao. Hii ikiwa na maana kuwa unapokuwa una kitambulisho chako cha Mzanzibari, basi unatia namba yako, unaweza kufungua hilo mashauri hata kama uko kijijini au hata kama uko nje ya Zanzibar, hata uko Ulaya au Amerika au wapi. Kwa hivyo kuwa hizo ndo concept ya udhana nzima ya hizo gharama ambazo tunazozizungumza, na wala si hizi gharama ambazo za kulipia. Lakini pia vile vile kama ambavyo unavyosema kuwa gharama nyingine ambazo tunajaribu au zinapunguzwa katika nini, tukumbuke sasa hivi kuwa bado hawa ambao wasaidizi wa sheria, paralegal, vituo vya huduma na sheria, hawa wote tayari wanajua huu mfumo na jinsi gani ya kuwaweza kuwasaidia wananchi. Kwa hivyo inawezekana yule mtu asende kwa wakili, yule mtu anaweza kenda kituo cha huduma akapata hizo msaada wa kisheria akaweza kufunguliwa. Lakini haitoshi, yule mtu hata kama pengine yuko eneo labda kisiwa cha Pemba, lakini shauri lake limetokea Unguja, basi kule kule either kama ni yeye anaweza kufungua mwenyewe binafsi, kwa sababu lipo dirisha hilo la kuweza kufungua mashauri wewe mwenyewe binafsi bila ya kutohitaji vakili au mtu mwingine. Ina maana yuko kule kule, yeye bila shaka ataweza kufungua hilo shauri lake wakati yuko Pemba, lakini shauri hilo eneo la tukio litokea ilikuwa Unguja. Kwa hivyo hizo ndio dhana nzima ya gharama ambayo tunayoizungumzia sasa hivi, kwa sababu muda ni gharama na muda ni utajiri. Sahihi kabisa. Mheshimiwa, umezungumzia kuhusiana na kitambulisho cha Mzanzibari. Vipi kwa mwananchi ambaye hana kitambulisho cha Mzanzibari, anawezaje kutumia mfumo huu? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Katika hilo, kama ambavyo kuna watu tunawaita help desk au wale wasaidizi. Katika mahakama zetu zote hizi tutakuwa tuna wasaidizi ambao wasaidizi hawa tayari tumewajengea mazingira katika mfumo ya kuweza kusaidia wale watu wote ambao hawana hivyo vitambulisho. Tukumbuke kuwa haki haimwachi mtu. Kama haki haimwachi mtu, basi mazingira yote hayo tumeweza kuyaangalia. Lakini pia haitoshi, lakini pia vile vile kuwa hata katika hivi vituo kuna agent mule au kuna watu wa help desk ambao tayari tumesha wa training kuwataweza kuwasaidia hawa watu ambao hawana kitambulisho cha Zanzibari. Na kikubwa tu kuwa pale yeye atakapokuja atasaidiwa, ataweka namba yake ya simu, ina maana ile atafunguliwa akaunti yake, tayari atakuwa na uwezo wa kuweza kuingia katika hiyo eneo na kuweza katika huo mfumo na kuweza kutumia. Sawa, tumwangalia mfumo pale. Unaingiza jina lako, jina la mtumiaji kwa maana ingiza jina lako, neno siri, ingiza neno siri lako, ingia. Umesahau neno siri, jisajili. Kwa mwananchi ambaye kwa mara ya kwanza ndio anaingia kwenye huu mfumo, labda pale baada ya kuingiza jina lake, neno la siri hili analipata wapi? Asante ndugu mtangazaji. Hapa tunazungumzia kuna makundi tofauti ya kuingia katika huu mfumo. Kuna makundi yale ya mawakili. Kundi lile la mawakili, yeye ataweza kuweka ile roll number. Mawakili wana roll number zao kwa mujibu wa alivyoapishwa. Ina maana atakapoingiza ile roll number yake atapata zile tunasema OTP, ambazo akishazipata zile tayari kule ataweza kulipata hile neno la kisiri. Ina maana ataingiza ile neno la kisiri, lakini tukumbuke kuwa wakati anafungua ile akaunti yake
mule kuna email ambapo yeye alikuwa nazo wakati wa kupata hizo roll number katika usajili. Ina maana kuwa litakuja labda jina la yule wakili, alafu atapata hilo neno siri, ataingiza na ataweza kuingia. Lakini pia vile vile hilo ni moja tu, lakini kuna labda hawa upande wa waendesha mashtaka hawa, ambapo ni mawakili ambao mfano kwa upande wa DPP, ambapo wao wataingiza ile namba tunasema kuwa employee namba yao. Wakishaingiza employee namba yao watapata ile neno siri, ataweza kuingia. Vipi kwa mwananchi ambaye ndio tunamlenga atumie mfumo huu kufungua mashauri yake? Haya, tunapozungumza mwananchi ambayo tunamlenga, tumezungumza kuwa labda huyu tayari ana kitambulisho kile cha Mzanzibari. Ina maana hichi tu ama hata cha Mtanzania kinaweza kutumika? Vitatumika vyote. Lakini kama ambavyo nilivyosema kuwa pale mwanzo umekwambia jinsi ya kuweza kuingia hawa watu. Kuna madirisha ambayo tunasema la watu wa kawaida au individual tunasema, ambapo wao wataingiza, ataambiwa kuwa achague aina gani ya kitambulisho ambacho yeye anacho. Akisema cha Mtanzania au akisema cha Mzanzibari, basi ataingiza cha Mzanzibari, ataulizwa maswali kwa sababu tunazungumzia kuwa kuna zile umuhimu au kumlinda taarifa. Kwa hivyo ataulizwa maswali yale ambayo wakati alipokuwa anatafuta hicho kitambulisho cha Mzanzibari, ataulizwa maswala hayo matano. Akipata matatu anaingia. Anaweza akaja akaulizwa mama yako kazaliwa wapi, akalijaza. Baba yako kazaliwa wapi, akawa halijui, litampa nyingine. Akifika matano, kwa hivyo mpaka ataweza kuingia, ina maana yeye atakuwa tayari ana hiyo account number yake. Mwananchi hawezi kufanya mwenyewe bila ya kupata msaada? Maana kama yuko nyumbani akafanya mwenyewe anaweza. Tunacho kama ambavyo tunasema kuwa kinachoangaliwa ni kile kitambulisho kama yuko nyumbani. Ina maana kama yuko nyumbani anatakiwa awe na kitambulisho hicho cha Mzanzibari au Tanzania, basi ataweza kufanya huduma zake mwenyewe. Lakini ikiwa hana, ndipo ile ambayo tulizungumzia, atakuja mahakamani na kuweza kusaidiwa katika njia ya help desk. Sawa. Kwa hatua ya awali, kulingana na picha ambayo tumeiona, mfumo ambao tumeuona hapa wa mfumo huu wa ufunguaji wa mashauri, hatua ya kwanza pale mwananchi baada ya kukutana na mfumo umemtaka vile, yeye anapaswa kuanzia wapi pale? Ingia ama anaanzia wapi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa katika hatua ya kwanza bila shaka hataweza kupata hii screen. Ndipo pale ambapo tutasema kuwa ataingiza kule OTP juu, ni ataingiza kule juu zile ambazo nasema cms.judiciary.zanzibar.go.tz, ndipo kwa maana website. Ndipo ambapo itaweza kumleta hapa. Itakapomleta hapa sasa, ndipo ambapo sasa ataweza kuingia. Sawa. Mheshimiwa Hemed, turudi kwako. Tumeuangalia mfumo huu vizuri sana, lakini kuna swala la ulinzi wa hizi taarifa ambazo tunazitoa humu. Mheshimiwa ameligusia vizuri hapa kwa kiasi. Ulinzi wa mashauri, tuna wadukuzi wa mitandao sasa hivi, mahackers wamekuwa wengi kwenye mitandao. Tumejiandaje na mfumo huu ili tuone labda pengine mashauri ambayo yanafunguliwa na wananchi hayawezi kupata changamoto hii ya udukuzi, mwisho wa siku shauri pengine likafutwa ama likatoa hitilafu na mwisho wa siku mwananchi akakosa haki yake ya msingi? Asante sana. Kabla ya swala hilo, kwa ruhusa yako nitaomba kurudi nyuma kiduchu sana kwenye swala la gharama. Mheshimiwa kalizungumza vizuri sana, lakini ningependa kuweka wazi zaidi. Kuna gharama za aina mbili. Kuna zile gharama za mashauri ambazo zipo kwa mujibu wa sheria na kanuni. Mheshimiwa Said alisema kwamba mfumo haujaja kubadili sheria. Kwa zile zipo pale pale, isipokuwa tu sasa zitalipwa kupitia mfumo. Lakini tukirudi katika swala lako, je, mwananchi atakuwa anatumia gharama kwa kuingia kwenye mfumo? Hakutokuwa na gharama yoyote.
Kwa maana hiyo, katika kujisajili kwenye mfumo mpaka kuwasilisha shauri lake, kwa kile kitendo cha yeye kuutumia mfumo, swala hilo halitokuwa na gharama. Muhimu katika kile kifaa chake anachokitumia kiwe na MB, awe na internet. Sawa. Awe na MB, awe anatumia wifi. Tukija kwenye swala lako la ulinzi wa taarifa na wadukuzi hawa hackers, mfumo umejengwa kuwa ni secured, una ulinzi wa kutosha, na mahakama kupitia wataalamu wake, na jambo la busara kabisa, ndugu mtangazaji, na la kujifakharisha kwamba mfumo huu mkubwa sana, pale tunapouona unaonyeshwa ile peji, lakini ni mkubwa, una maeneo mengi na vichochoro vingi. Kila mmoja ataingia kwenye mfumo kulingana na nafasi yake na roli yake, wapi anapahitaji, lakini mfumo wenyewe ni mkubwa sana. Umejengwa na wazalendo wa Kitanzania. Hakuna mgeni aliyeshiriki katika ujenzi wa mfumo huu mkubwa wenye sura ya kipekee na ya aina yake. Ni mashirikiano baina ya wataalamu wa ICT wa Mahakama ya Zanzibar na wataalamu wengine kutoka sekta za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, pamoja na wataalamu kutoka Tanzania bara. Kwa umoja wao wameunda timu ya kuutengeneza mfumo huu, na kutokana na ubobezi wao na ustadi wao katika eneo hili la utengenezaji wa mifumo na sayansi ya kielektroniki ya mifumo, wameweza kuujenga mfumo huu kuwa na ulinzi wa kutosha. Lakini ukiachilia mbali hatua hiyo na watu hao walioteuliwa kuutengeneza mfumo huu na uwezo huo walionao, lakini pia kabla mfumo huu kwenda kuanza kutumika, serikali yetu ina vitengo ambavyo imevianzisha venye jukumu la kuhakiki mfumo wote kabla kutumika. Lengo la vitengo hivyo ni kuhakikisha kwamba mfumo ule unalinda taarifa za watumiaji na hazitoweza kupotea wala kuharibiwa na yeyote. Hapa Zanzibar tunayo EGAZ, serikali mtandao wa EGAZ wale, ambazo na hizi seva zote zinahifadhiwa na ZECTIA, ambayo nayo pia ni kitengo cha serikali. Kwa hiyo mfumo huu baada ya kujengwa umepelekwa kuskaniwa. EGAZ wana uskani wote kuangalia wapi kuna weakness katika ujenzi wa mfumo. Mtu anaweza wale kwa sababu kuna watu wasomi au hackers unaozungumza ni watu yani hatari. Wewe unajua hivi, yeye anajua zaidi ya vile. Kwa hiyo EGAZ wao wanauskani mfumo wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wanauskani, wanauangalia. Kama kuna eneo limesahauliwa na wajenzi, kidogo kuna udhaifu, wanatoa comment kwa wajenzi wa mfumo kwamba kuna eneo 1 2 3 mtu anaweza akafanya 1 2 3 kuweza kuharibu au kadha na kadha na kadha. Kwa hiyo wajenzi wanakaa kitako, wanarekebisha, wanapeleka taarifa, alafu EGAZ wanahakiki tena. Sio kwamba wakiambiwa tu watakubali, wanahakiki tena kujiridhisha, na zoezi hilo lipo katika hatua ya kukamilika. Karibu 90% niweze kusema kwamba limeshakamilika, na sasa ndani ya siku 2 hizi, pengine before Monday, litakuwa limekamilika kwa 100%. Na mfumo wetu ni kutoa wasiwasi, ndugu mtangazaji, pamoja na wananchi kwa ujumla na wadau wengine wa sheria wa sekta mbalimbali ambao kwa umoja wao watakuwa ni watumiaji wakuu wa mfumo huu, kwamba taarifa zao zitakuwa katika mikono salama.